ndugu zangu mnaotufuatilizia katika kikao hiki ambacho ni cha Shura ya Maimamu kwa lengo la kutoa salamu za Idi kwa Watanzania. Katika fursa hii mimi nimekusudia kuzungumza ujumbe ambao uko kwenye waraka huu mfupi wa Baraza la Idi ambao umeandaliwa na Shura ya Maimamu. Katika ujumbe wetu wa leo tumejaribu kuangalia yale mambo ya msingi yanayohusu maisha ya binadamu. Miongoni mwa hayo tumeangalia hali yetu ya maisha katika kipato chetu, lakini kuangalia katika jambo hilo kama ile misingi ambayo tumeiweka kwa ajili ya kuweza kupata ufumbuzi wa maisha bora, kama utaratibu huo uko sawa sawa. Na kikawaida katika jamii ni kwamba tunakuwa na uongozi. Lazima tuweke uongozi ambapo tunasema serikali. Tunachagua viongozi watusimamie kwenye mambo yetu, na kila wakati tunatakiwa tuangalie kujua kwamba wale viongozi wanatupeleka sawa sawa. Hiyo inatusaidia kuweza kuona kwamba tuboreshe au pengine tufanye marekebisho. Kwa hivyo waraka wetu umejikita kwenye maeneo hayo ya kuangalia ile misingi ambayo tumejaribu kuiweka kama Watanzania, kutathmini, kuangalia kama iko sawa sawa na kushauri katika maeneo fulani. Tunaangalia kidogo hasa kuhusiana na swala la serikali yetu, sera zetu jinsi zilivyo, kwa sababu kwa kawaida kipimo cha utawala uliokuwa bora au uongozi uliokuwa bora ni jinsi ambavyo ule uongozi unavyoweza kuleta nafuu katika maisha ya watu. Hiki ndio kipimo kikubwa. Pale mnapowapa watu dhamana ya uongozi ni kwamba wao waweze kushughulika au kuweka taratibu au mbinu zitakazoweza kuleta wepesi katika maisha ya watu, nafuu katika maisha ya watu na maendeleo. Sisi tumeliangalia hili jambo kwa tathmini, tunaona kwamba hatuendi vizuri, hasa katika maisha yetu sisi wananchi wa kawaida. Kwenye huu waraka wetu tumejaribu kuangalia baadhi ya vitu muhimu. Tumeangalia mahitaji ya kawaida ya binadamu. Kwa fursa hii fupi tulionayo, tumeona tuangalie vile vipengele ambavyo ni vya muhimu katika maisha ya kawaida, hasa katika yale maisha yetu ya kila siku, mahitaji ambayo ni ya msingi, basic need. Sasa ukiangalia sisi tumepita kwenye awamu kama 6 hivi za serikali, au 5 hii tulionayo ni ya 6. Ukiangalia sera zetu katika kushughulikia maisha ya watu katika maeneo haya, katika awamu zote unaona kila awamu zimetengeneza ugumu zaidi wa maisha kuliko ni kuleta wepesi, na ule ugumu umekuwa unarithiwa. Yani ukiangalia hali ya maisha jinsi ilivyokuwa katika awamu ya kwanza Mwalimu Nyerere, ule ugumu wa maisha, unakuta ugumu huu wa maisha katika awamu iliyofuatia unaongezeka, au awamu ya pili. Ukija katika awamu ya 3 hali ya maisha inaongezeka ugumu, na ukija katika awamu inafuatia hali ya maisha pia inaongezeka vile vile. Kwenye waraka huu hatuwezi kurejea hapa, lakini kwa sababu tutarutia kwenye media, kwenye mtandao, watu watasoma. Lakini tumejaribu kuangalia yale mahitaji muhimu. Chakula, kuangalia kama chakula kama dona, ambapo ni chakula cha muhimu sana cha mtu wa tabaka la chini. Ukiangalia bei yake
ilivyokuwa katika serikali ya Mwalimu Nyerere, ukija katika serikali ya Mwinyi utakuta imepanda. Ukija dona katika serikali ya Mwinyi, ukija kwenye serikali ya Mkapa unakuta dona imekwenda juu. Ukija kwenye serikali ya Kikwete dona iko juu. Ukija kwenye serikali ya Magufuli serikali dona iko juu. Na hata sasa ukiangalia bei ya dona katika serikali iliyopita ilikuwa iko juu, lakini kwa serikali hii imekwenda juu zaidi. Hali kadhalika bidhaa zote tumezigusa za kibinadamu hapa. Ndivyo ilivyo kwenye mchele, ndivyo ilivyo kwenye mafuta ya kula, ndivyo ilivyo kwenye ngano, ndivyo ilivyo kwenye diesel, petroli, kila mahala. Sasa hiki ni kipimo kikubwa sana cha kuangalia kama tawala zetu hizi zinasaidia, sababu ubora wa utawala ni kuleta nafuu katika maisha ya mtu. Lakini ukiangalia toka awamu ya kwanza hakuna nafuu, isipokuwa kuna ongezeko la ugumu wa maisha katika kila hatua ambayo inafuatia. Na tunajaribu kujenga hoja hii kwa maana ya kuangalia kwamba kuna sababu gani kwamba maisha yasishuke, yasiwe chini. Ukiangalia ile hali ya neema mbalimbali ambazo sisi tumejaliwa kuwa nazo hapa katika nchi yetu. Nchi yetu ina neema kubwa sana. Tuna mito ya kutosha ya maji, kwa maana maji, tuna ardhi, tuna rasilimali nyingi kabisa, tuna madini, tuna kila kitu. Hakuna sababu ifike mahala kwamba chakula cha kawaida cha mtu wa chini kabisa kiwe na thamani kubwa kwa kiwango ambacho bado mtu raia wa kawaida anashindwa kumudu kula mara 3 kwa chakula hicho hicho katika mazingira tulionao. Kwa hiyo kwenye huu haraka wetu wa leo tukaona haya tuyazungumze kwa fursa hii, kuonyesha kwamba watawala wetu wanatakiwa waelewe kwamba huku mtaani wanakuishi watu wao hali ya maisha ni ngumu sana, lakini hakuna sababu zozote za hali hiyo ya maisha kuwa ngumu. Wao wanatazama kwamba kuna tatizo katika namna ya uendeshaji, namna ya vipaumbele katika taifa letu. Eneo la pili tulioangalia ni swala tumeliita ni usalama wa taifa. Usalama wa taifa tunasema kwamba taifa likiwa halina uwezo, yani likifilisika, basi usalama wa hilo taifa unakuwa ni mdogo, kwa maana ya taifa lenyewe pamoja na raia. Nchi yote ikiwa iko chini, iko dhaifu, imedhoofika kiuchumi, usalama wake pia unakuwa ni mdogo, na usalama wa maisha ya watu. Sasa miongoni mwa sababu ambazo zinazopelekea mataifa kufilisika hasa katika bara la Afrika ni swala la ufisadi. Hili ni swala kubwa linalolalamikiwa katika nchi nyingi za bara la Afrika, ufisadi. Sasa hapa kwetu pia kuna tatizo kubwa sana la ufisadi. Na kwa bahati mbaya zaidi inaonekana kwamba hili tatizo la ufisadi sio tatizo kwenye serikali yetu, yani serikali zetu hazioni kama tatizo, kwa ushahidi mwingi tu. Moja ya ushahidi ni ripoti ya mkaguzi mkuu wa mahesabu wa serikali 2001, 2021, 2022, 2023. Huyu ni mtu katika mfumo wa nchi ambaye kazi yake kubwa kuangalia matumizi ya serikali na kubaini kama yametumika sawa sawa au kuna ubadhirifu, kuna wizi na kadhalika. Ndio taaluma yake na ndio nafasi yake. Kafanya kazi yake katika miaka hii niliyotaja na ametoa ripoti. Katika ripoti iliyotolewa CAG, mkaguzi mkuu wa serikali, katika miaka hii imeonyesha kwa kiwango kikubwa ufisadi unaofanywa na baadhi ya viongozi waliopewa dhamana ya nchi katika ripoti ile pale. Mabilioni ya fedha, ambazo fedha hizi ni zile ambazo zinakusanywa kwa watu wa kawaida maskini,
ili baadaye serikali iweze kuratibu na kurejesha huduma muhimu kule kwenye jamii. Watu wamekabidhiwa dhamana, halafu wameiba zile fedha, wamechukua mabilioni ya fedha. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali inaonyesha hivyo. Naposema kwamba kwetu sisi inaonekana kwamba tawala zetu hazioni kama tatizo kwenye ufisadi, kwa maana kwamba hawa watu mpaka leo hawajachukuliwa hatua. Hivi karibuni, miezi miwili mitatu, kulikuwa kuna mkutano uliandaliwa, mkutano hadhara kwenye sherehe za Muungano Dodoma, na mimi ni mmoja katika viongozi walioalikwa kwenye mkutano, na nilipata nafasi ya kuhutubia. Mkutano ule mgeni rasmi alikuwa makamu wa rais Dr. Isidore Philip Mpango. Mimi nilizungumza swala hili, nikaikumbusha serikali juu ya ripoti na ule ufisadi ulioonyeshwa kwa ripoti, kuonyesha swala hili ni zito, ni swala ambalo wananchi hawawezi wakalivumilia, na linaweza likawagharimu nyinyi ni wanasiasa, mnahitaji ridhaa ya uongozi. Kwa hivyo kuna hii ripoti haijashughulikiwa. Makamu wa rais alipopata fursa ya kuzungumza alijibu kwamba Rais Samia ameunda chombo cha kushughulikia hilo tatizo. Akaonyesha kwamba jambo hilo litashughulikiwa. Lakini majibu yake yalikuwa ni kisiasa, kwa sababu hii ripoti inaonyesha ni ubadhirifu. Hawa ni mafisadi, na mafisadi hawashughulikiwi na chombo kinachoundwa na rais, sababu kuna mfumo wa nchi upo pale. Mafisadi wanashughulikiwa na vyombo vya dola kwa kuwapeleka hawa watu katika mahakama inahusika, na mahakama zipo za namna mbalimbali. Kuna mahakama za kawaida, kuna mahakama za ufisadi. Kwa hivyo madam ripoti iko pale inaonyesha kwamba kuna watu wamefanya ubadhirifu, kuna watu ambao wamefanya ufisadi mkubwa kwenye rasilimali za wananchi. Namna ya kushughulikiwa watu ilikuwa lazima wapelekwe mahakamani. Mahakama ndio itasema. Kwa hivyo ile majibu aliyotoa Mheshimiwa Makamu wa Rais Dodoma pale kwenye mkutano ule, kwamba rais ameunda chombo cha kushughulikia, hayakuwa majibu sawa, kwa sababu tayari tunajua kwamba kuna mfumo wa sheria wa nchi kwamba mtu akifanya ufisadi, huyu mtu anatakiwa achukuliwe, apelekwe mahakamani, alafu kule mahakamani atapata haki ya kujitetea, na hatimaye itafahamika ule ukweli wenyewe. Kwa hivyo hili sisi tumeona tulizungumze katika fursa hii ya leo, kuitanabaisha serikali, kuonyesha kwamba tunapoendelea kuwafuga mafisadi tunapelekea kufanya taifa liwe dhaifu, na taifa linapokuwa dhaifu, uwezekano ule taifa kushambuliwa, usalama wake unakuwa ni mkubwa zaidi, unakuwa ni mdogo zaidi. Lakini baya zaidi ni kwamba ufisadi unafanyika kutokana na nguvu inayokusanywa kutoka kwa wananchi, na ule udhaifu ambao unaotokana na ufisadi unapelekea pia nchi kuingia kuwa mtumwa wa mataifa mengine, kwa sababu matokeo yake tunakuwa hatuna uwezo wa kukidhi budget zetu. Na hii ndio inachoendelea hapa nchini kwetu Tanzania. Tuna nakisi kubwa sana ya budget. Tumekuwa wakopaji wakubwa. Na ukiangalia ripoti inaonyesha kwamba deni letu linakuwa kwa spidi kubwa ya matrilioni kwa muda wa miezi michache tu. Na asilimia karibuni 40 tunaambia mapato ya taifa inatumika kulipa deni ya makusanyo ya pato la taifa. Lakini moja ya sababu inapelekea kwenye udhaifu wa serikali kuingia kwenye kukopa ni ufisadi, ambapo tunaona serikali haijali ule ufisadi. Mafisadi madam tu, kwa sababu ni watumishi wa serikali, ni watu ambao wanatoka kwenye kada ile ya juu, yani hawa wanaweza kashwa kande chochote. Wakati tunaona wanavyoshughulikia mafisadi wengine wa kawaida, raia wa kawaida, wanakuja mtaani huko, wanakamata watoto, wanawapiga risasi, wanaweka ndani, wanaita panyarodi, hawa wameachwa waendelee. Hii tumeona tulizungumza leo kuikumbusha serikali yetu katika fursa hii kwamba kuacha mafisadi ni kuhatarisha usalama wa taifa letu. Umekuwa unaharibiwa kwa makusudi kabisa. Tafiti zimeonyesha kwamba
zilizofanywa na wataalamu huko nyuma zimeonyesha kwamba kwenye mfumo wetu wa sheria kuna sheria nyingi kandamizi, sheria ambazo zinawaondolea wananchi uhuru na zinawaondolea wananchi haki zao. Zimefanyika tafiti za namna hii tena kwa mamlaka ambazo zimeundwa na serikali kama ile ya Jaji Kisanga, na ikaonyesha kwamba kuna sheria na ikaorodhesha sheria. Kikawaida hili ni jambo kubwa, itakiwa zile sheria ziondolewe. Huwezi ukajua kwamba kwenye mfumo wa sheria kuna sheria zinazomuondolea mtu uhuru, zinazomuondolea mwananchi haki, alafu usiwache. Hizo sheria zinatakiwa zisimamishwe mara moja, kwa sababu ni sheria ambazo ni hatari kubwa. Lakini mpaka leo tunasema zile sheria ziondolewe. Lakini sasa baya zaidi ambalo ndio tumeona tulizungumzia sisi leo hii ni kwamba tunaendelea kutunga sheria kandamizi zinazomuondolea mtu uhuru na haki yake, na tunaziingiza katika mfumo wa sheria. Zile zilizokuwepo hazijaondolewa, lakini pia tunaendelea kutunga sheria zinazofanana na zile tunazozia sheria. Miongoni mwa sheria hizo ni sheria ya ugaidi, ambayo sheria hii ni sheria ya hovyo kabisa, ni katika sheria ambazo ni mbaya, hakuna kama sheria ya ugaidi. Sheria ambayo inaruhusu kwamba mtu anaweza kuuawa, yani mamlaka ya serikali inaweza ikamuua mtu, tena wakati wamemkamata wakamuua bila kumpeleka mahakamani. Lakini mamlaka ya serikali ina uwezo wa kumfilisi mtu bila yule mtu kumpeleka mahakamani na kadhalika. Sheria hizi ni sheria ambayo imelalamikiwa sana, lakini pia ni sheria ambayo inaonekana kwa namna moja nyingine kama imetungwa kwa ajili ya dini, kwa sababu sheria hii toka ilivyotungwa, sheria hii inakamata mashehe, sheria inakamata walimu wa madrasa, sheria inakamata maustadhi, sheria inakamata maimamu kwa mamia. Na kwa sheria hii hao watu wanakaa gerezani zaidi ya miaka 10. Yani wanakuwa gerezani zaidi ya miaka 10 na hakuna shtaka lolote lile ambalo linazungumzwa pale mahakamani kwa sheria hii. Kwa hivyo ina maana kwamba taifa imefika mahala taifa limetunga sheria kwa ajili ya dini. Yani Tanzania imetunga sheria kwa ajili ya dini, na sheria hiyo kwa namna ilivyokaa kweli ile dini inaathirika kwa kiasi kubwa sana. Hii ni sheria ambayo imeingizwa kwenye mfumo wa sheria inayoharibu ile mfumo wetu wa sheria, kwa sababu hii sheria inaondoa utu, inaondoa binadamu, inaondoa haki mbalimbali za watu. Lakini sheria nyingine ni sheria ya vyama vya siasa ambayo imetungwa na imelalamikiwa sana. Sheria hii nayo sheria inampa mamlaka mtendaji wa serikali, ana uwezo wa kufuta chama cha siasa. Chama ambacho kina wanachama 6 milioni 5, yeye ana uwezo wa kukifuta kile chama. Na wale wanachama ikawa hawawezi wakapata haki ya kujitetea. Chama ambacho kimeundwa na wananchi kwa ajili ya kiwawakilishe katika kupata uongozi, kupata mifumo bora, huyu mtu anapewa mamlaka, ana uwezo wa kukifuta kile chama, na wale wanachama waliokiunda kile chama wakawa hawana haki ya kusikiliza. Ni sheria ambayo imelalamikiwa sana. Lakini pia kuna hizi sheria ambazo zimetungwa karibuni ambazo zinaonyesha kwamba zitasimamia uchaguzi unaokuja wa serikali za mitaa, au tuseme mchakato unavyoendeshwa. Kwa mujibu wa mabadiliko yalifanyika hivi karibuni, sheria uchaguzi wa serikali za mitaa ulikuwa unaendeshwa na TAMISEMI, lakini bunge limefuta ile sheria kutokana na matakwa ya wananchi, na imehamishwa ule utaratibu kwamba tume ya taifa ndio itakayosimamia uchaguzi. Lakini mchakato unaendelea sasa hivi katika namna ambayo ya kushangaza sana, ni kwamba mchakato ule unaendelea wakati bunge halijapewa sheria itakayowawezesha wao kuweza kusimamia ule uchaguzi. Lakini inaonekana pia inawezekana uchaguzi ule ukasimamiwa na TAMISEMI. Endapo uchaguzi utafanyika katika mfumo huu unaoendelea sasa hivi wa TAMISEMI, yani kwa maana kwamba uchaguzi usisimamiwe na tume ya taifa ya uchaguzi, alafu ukasimamiwa na mamlaka nyingine yote ile,
endapo utafanyika uchaguzi wakapatikana viongozi, hawa viongozi watakuwa viongozi batili. Kwa hiyo tutaingia kwenye tatizo lile la uchaguzi uliopita wa 2020 ambapo kwa nchi kwa muda mrefu tumekaa na wananchi viongozi ambao hawakuchaguliwa kabisa na wananchi, na madhara yake yalikuwa ni makubwa zaidi. Hili linakuja kujitokeza tena katika awamu ya 6 ya kwamba tunawezekana tukapata viongozi wa serikali ya mtaa, viongozi wa vijiji na vitongoji, lakini ambao hawatotokana na mfumo au hawatotokana na sheria zilizopo, kwa sababu tume ndio itakiwa isimamie. Tume inaonekana kwamba haijatungiwa ile sheria na hakuna dalili, lakini mchakato unaoendelea kwa mujibu wa vikao tunavyoviona vilivyozungumzwa Dodoma juzi hapa na kadhalika, yaelekea ule uchaguzi utakuja kusimamiwa na TAMISEMI. Wakati TAMISEMI sheria wao kusimamia uchaguzi ishafutwa, alafu tutapata viongozi. Hawa viongozi watakuwa ni viongozi ambao ni batili. Tulikuwa tunapenda kutumia fursa hii kuikumbusha serikali ni muhimu kutekeleza yale ambayo tunakubaliana. Yale yanayozungumzwa kwenye katiba ndio makubaliano. Kama katiba imeonyesha kwamba uchaguzi utasimamiwa na serikali na tume, basi ni muhimu uchaguzi wa serikali ya vijiji, vitongoji pamoja mitaa usimamiwe na tume, kwa sababu hilo ndio jambo linalosomeka kwenye sheria. Na kuchagua kinyume na mfumo wa sheria unavyozungumza huko ni kuingiza viongozi batili katika uongozi wa taifa, na hilo jambo madhara yake ni makubwa sana, kuwa na viongozi ambao sio halali. Tumeyaona katika uchaguzi wa 2020 mpaka tulipofika, kwa sababu ya kuwa na viongozi ambao hawana ridhaa na wananchi, madhara yake yalikuwa ni makubwa sana. Ndugu zangu, katika fursa ya leo tunawatakia kila la kheri Waislamu wote ambao leo na wengine walianza jana kusherehekea sikukuu adhimu, sikukuu ya Idi, na tutumie fursa hii kumalizia kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni jambo la kimaadili, na la mwisho ni swala la kiuongozi. Hili la kimaadili, sasa hivi tunapita kwenye kipindi kigumu kutokana na ule udhaifu tuliosema wa serikali yetu. Imepelekea kumekuwa na fursa kubwa ya upotoshaji wa maadili kutoka nje kuingia hapa nchini kwetu. Hatuna uwezo kuzuia, na hatuna uwezo kuzuia kwa sababu ya ule umaskini wetu, kwamba wale ambao wanakusudia kuja kupotosha maadili yetu sisi, hao ndio wanaotupa fedha. Kwa maana hiyo tumekuwa hatuna say, hatuwezi kuwakemea. Kwa hivyo wanaingiza humu ndani katika taifa letu, katika mataifa yetu, program za hovyo za kuharibu umma. Haya program ya ushoga na kadhalika. Sasa hili limekuwa kubwa na tunaona kuna vyombo mbalimbali vinahusika. Tunaomba wananchi wasusie kwanza hawa watu. Kwa mfano tumesikia kama kuna hoteli kiongozi wake ni mtu wa namna hiyo. Tunaomba wananchi wasishiriki kwenye biashara, waisusie, na yule mtu mwenyewe atengwe katika jamii vile vile. La mwisho ni swala la kiuongozi, kwamba uchaguzi unakuja. Tunawahamasisha Waislamu washiriki kwenye uchaguzi kwa namna mbili, kwa serikali za mtaa, vitongoji na vijiji. Kwanza kwa wao wenyewe kugombea nafasi za uongozi, lakini pili washiriki kwenye kupiga kura. Lakini tunachotaka tuwaeleze kwamba wasishiriki kiholela. Kwa kawaida sisi hapa nchini Tanzania, Shura ya Maimamu katika kila chaguzi huwa inatoa mwongozo ambao unawaelekeza namna gani Waislamu waweze kushiriki katika chaguzi, wa namna ambavyo Waislamu wanavyotakiwa kushiriki ule uchaguzi. Mwongozo ambao unatoa elimu ya uraia, lakini pia ni jambo ambalo limefanywa utafiti na kuonyesha na kufika mahala ikaonekana kwamba ni kiongozi gani ambaye anafaa kupewa ridhaa na wananchi, ni chama gani kinachoweza kupata na wananchi. Shura inaendelea kufanya maandalizi ya mwongozo, na tunawapa taarifa kwamba mwongozo utaletwa
ambao utatusaidia kujua namna gani ya kushiriki uchaguzi unaokuja. Tunatakiwa tuwe kitu kimoja, tuwe nguvu yetu ya pamoja, ili maamuzi yetu sisi yaweze kushawishi yale matakwa yetu yaweze kukubalika. Watu wanaposhiriki uchaguzi, kila watu wanakuwa na agenda yao, wana kitu gani wanachokitaka. Kwa hivyo alikadhalika na sisi Waislamu lipo jambo tunalolitaka, yapo ya kijamii ya ujumla, lakini yapo ya kwetu sisi kama Waislamu ambayo tunayatarajia. Tutayasukuma namna gani? Lazima tufanye kwa pamoja. Kwa hivyo muongozo unakuja utakatusaidia kutuelekeza namna gani tunaweza kushiriki uchaguzi. Tumia fursa hii kuwatakia kila la kheri Waislamu wa Tanzania na kila mahala katika Idi hii ambayo tumeanza kuiadhimisha jana na leo, na kuwatakia kila la kheri kwa ujumla katika jambo hili adhimu sana linalohusu maisha yetu ya kila siku.